kutoa huduma za wagonjwa wa moyo. Kwa niaba ya serikali, napenda kutoa wito kwa wadau wote wa maendeleo, sekta binafsi, taasisi za fedha, mashirika ya kidini, Watanzania waliopo ndani na nje ya nchi watakaofikiwa na KCMC katika uchangiaji huu kuendelea kujitoa kwa dhati ili kufanikisha mradi huu muhimu kwa ajili ya afya ya taifa letu. Ni jambo la busara, ni jambo la neema, ni jambo la baraka kuchangia huduma hii ambayo kila mgonjwa yoyote atakayepata huduma katika hospitali hii akisema asante, nimepona, namshukuru Mungu, basi na zile baraka zinakuendea na wewe pia. Tuache alama katika jengo hili ili kesho na kesho kutwa mpaka kizazi cha 4 baraka hizi ziweze kukumbukwa. Na kama ilivyozungumzwa na kuomba na mkurugenzi wa hospitali pamoja na baba askofu, wizara inaahidi kuendelea kutenga fedha kwa ajili ya manunuzi ya vifaa, na katika kukamilisha mradi huu wizara itaendelea kusaidiana na wadau ili kupata vifaa vitakavyotumika katika kitengo hiki cha magonjwa ya moyo. Na hapa ni muombe mkurugenzi wa KCMC, tunakwenda kwenye bajeti sasa, tutaomba tuletee andiko kwa ajili ya mahitaji mnayohitaji ya hivyo vifaa vya moyo, na sisi tutaweka tutafanyia kazi, tutaweka kwenye mpango ili tuweze kuvinunua. Ndio maana ya ubia, wewe umeanza sasa, sisi hiyo inakuwa tena hamna ujanja, wanasema kutuambia, kwa sababu haiwezi kuwa jengo bila vifaa, si kweli? Tutalifanyia kazi, niwahakikishie kwamba na mimi nitalisimamia ili tuweze kupata hiyo. Ndugu zangu, serikali itaendelea kutoa miongozo na kusimamia utekelezaji wa sera zake katika sekta ya afya, na inataka hospitali ya KCMC kuendelea kutekeleza maelekezo ya Wizara ya Afya na serikali kwa ujumla. Aidha, hospitali iendelee kubuni mikakati ya kuimarisha huduma za kibingwa na ubingwa bobezi, kuwekeza katika tiba utalii, kuimarisha utafiti wa magonjwa na kuendelea kushirikiana na wananchi katika kutatua changamoto za kiafya kwenye jamii. Niendelee kusisitiza kusimamia miongozo inayotolewa na serikali, na hapa nikupongeze mkurugenzi kwa kuwa umeshachukua hatua kwa kuimarisha mfumo. Ni maelekezo ya Mheshimiwa Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa kama hospitali zote ziimarishe mifumo yake, mifumo iweze kusomana. Mgonjwa amepima ultrasound Mount Meru, akifika KCMC mfumo uonyeshe mgonjwa ameshapima ultrasound. Kwanza itasaidia kupunguza matumizi mara 2, lakini itapunguza udanganyifu. Lakini mgonjwa atakayeingia kusajiliwa kama ni Florence, basi ni Florence huyo akafanye CT scan. Kumekuwa na udanganyifu hasa kwenye huduma za bima. Mgonjwa anayeandikisha mapokezi sio anaenda kufanya CT scan, kwa hiyo inasababisha upotevu wa pesa za serikali. Mheshimiwa Baba Askofu, tuna kadi ya zaidi ya 12,000 ambazo tumezifungia huduma kwa ajili ya udanganyifu wa aina hiyo. Tuna vituo zaidi ya 33 tumefungia huduma kwa ajili ya udanganyifu wa aina hiyo. Mifumo lazima isomane, lazima tujue aliyetibiwa, aliyeandikishwa mapokezi ndio aliyefika maabara. Hauwezi kufanikiwa hiyo bila kuimarisha mifumo, na katika hiyo ndio utaepuka upotevu wa pesa. Lakini sio hilo tu, ili uweze kutoa huduma bora lazima uwe na taarifa sahihi za mgonjwa, na taarifa sahihi za mgonjwa ni pamoja na kuwa na mfumo unaosoma end to end kuanzia alipoingia mpaka anapotoka hospitalini, na kipekee mfumo huo utakuwezesha kupata mrejesho, feedback. Tusiseme KCMC tunafanya vizuri, wagonjwa waseme KCMC tunafanya vizuri. Watasemaje? Katika madirisha ambayo mkurugenzi amesisitiza kwamba yatakuwepo, japo amesema mbali sana, alisema mbali. Ameahidi leo tuko Machi, amesema mpaka Desemba, kasi ongezeke. Tunakwenda kuanza bima ya afya kwa wote, na nyie mtapokea wagonjwa. Sasa tukitumia muda mrefu kuboresha mfumo mpaka mwezi wa 12, yamkini tukawa tumechelewa na tumepoteza mapato mengi hapo katikati.
mkurugenzi, kuweka mguu chini, kaza buti, mfumo huu uende kwa haraka zaidi ili tusipoteze mapato, lakini tupate taarifa sahihi za mgonjwa na tupate mrejesho, kwa sababu Mheshimiwa Rais ataanza kupokea simu za wananchi, kusikiliza wananchi. Mheshimiwa Waziri ameshazindua mfumo, anapokea simu za wananchi, na wewe utaanza kupokea simu za wananchi. Hizo feedback zinatakiwa mapema. Ukizichukua mapema, basi hata rais atakapoanza kusikiliza kero za wananchi, wewe utakuwa ushazimaliza hapa KCMC. Waziri atakapoanza kuchukua simu, hatapokea tena kero za kutoka KCMC, kwa sababu nyie KCMC mtakuwa tayari mshapata mrejesho na zile changamoto mmeshazifanyia kazi. Na tuondoke kwenye zile tabia zetu za zamani kule hospitalini, unaangalia yale mazuri tu, yale mabaya uyatake. Hapa mrejesho ni wote. Hapa nimefanya vizuri, niongeze bidii. Hapa nimefanya vibaya, nirekebishe. Kwa hiyo mkurugenzi, hiyo feedback iwe wazi kabisa na yote tuyachukue ili tuyafanyie kazi, negative na positive.